Ndugu zangu, habari ya wakati huu. Bingwa tiba asili ya Afrika Dr. Imani Mandoto. Siku ya leo ni mwendelezo wa vipindi vyetu vya uganga wa jadi vya kupeana elimu juu ya namna mtu unavyoweza kuvutia mali na utajiri katika maisha yako kutokana na tabia yako. Ieleweke, tunapozungumzia umaskini na utajiri, tunazungumzia mambo mazima yanayohusu tabia ya mtu. Kama mtu unakuwa una tabia za kimaskini, ina maana umaskini utauvutia kuja kwako. Lakini kama mtu utakuwa na tabia za kitajiri, utavutia utajiri kuja katika maisha yako. Na ndio maana tunasisitiza, na ndio maana kila unayemsikiliza mtaalamu yote atakwambia, ukitaka upate utajiri na mali, ni lazima uweze kutoa kafara. Na tunapozungumzia kafara, kuna watu wengi hawazielewi hizi kafara tunamaanisha nini. Lakini tunapozungumzia kafara, tunamaanisha ni matoleo. Ni matoleo ya sadaka kutoka kwako kwenda kwa watu wenye uhitaji. Kutoka kwako kwenda kuwapa nguvu kuu ambazo zinazopaswa ziweze kukuwezesha kwenye mali na utajiri. Ieleweke, tunapozungumza majini wa mali, unapopewa majini wa mali ama unapopata nguvu kuu ya kukupatia mali, maana yake unaondolewa kwenye uhitaji na unapelekwa kwenye utele. Na pale kwenye utele ndio kuna tabia ambazo unazokuwa unapandikizwa. Kuna nguvu unazopewa katika roho na nafsi yako ambazo zinakufanya wewe kuwa mtu mpya katika maisha yako. Kwa hiyo ieleweke, watu wengi walio maskini wanakuwa na tabia zinazofanana. Na tabia zao zinakuwa ni zipi? Tabia zao zinakuwa ni watu wenye uhitaji, wanayehangaika na yale matakwa yao na shida zao wao wenyewe. Lakini watu walio matajiri ni watu ambao wenye utele, ambao hawateswi na kuhangaishwa na shida zao na matatizo yao, na wanaelewa kabisa kwamba matatizo yao na shida yao yamekwisha baada ya wao kuweza kupata utajiri. Kwa hiyo wanapokuwa elewa vitu hivyo, wanapokuwa wanafahamu hayo katika nafsi na roho zao, wanaanza kuwaibua sasa, wanaweza kuibua vitu ambavyo vya kuweza kuwasaidia watu wengine. Na ndio maana hata wewe utakuwa ni shahidi, hakuna tajiri anayeshughulika na matatizo yake. Matajiri wote wanashughulika na matatizo ya watu wengine, wanashughulika na matatizo ya jamii husika. Na ndio maana wanaweza kupata mali, wanaweza kupata pesa, kwa sababu unaposhughulika na matatizo ya watu wengine. Kwa mfano, kama wewe ni mama muuza mandazi, unapopika mandazi, unapika mandazi kwa ajili ya watu wengine. Wale watu wanaponunua mandazi wanakupatia wewe pesa. Kwa hiyo tabia hizo za kujali shida za watu wengine ndio hizo zinazoweza kuibua kuweza kupata mali na utajiri. Na sasa leo nataka nikwambie namna unavyoweza kuzitumia kafara katika matoleo na ukaweza kupata mali na utajiri. Ieleweke, tunapozungumza mali na utajiri ni nguvu ambayo mtu anakuwa ndani ya roho yake. Kuna watu wanashindwa kuzitumia nguvu hizo kwa sababu wao wamepoteza nguvu hizo na wanakuwa hawawezi kuziaccess. Wanaishi kutumia nguvu ya mwili ya nje, wakaacha nguvu kubwa ya kuwapa utajiri ambayo iko ndani ya nafsi na roho zao. Lakini kwa kutoa kafara hizi nitakazoelekeza, kuna nguvu kuu utakazozipata ambazo utazipata katika nguvu za asili. Majini na mizimu wanaweza kukuletea nguvu ambazo zitakwenda moja kwa moja kwenye roho yako, na zitakwenda kwenye nafsi yako, na itakwenda moja kwa moja kwenye ubongo wako, na utaweza kupata mawazo ya haya ninayokuwa ninayaeleza. Utaibua nafsi za kuweza kujielewa. Watu wengi wanakuwa ni maskini kwa sababu hawajielewi. Hawajielewi wao ni wakina nani, hawajielewi wameumbwa hapa duniani wameletwa kuja kufanya nini, hawajielewi vitu gani wanaviweza, vitu gani hawaviwezi, hawajui kwamba waadili na vitu gani, hawajui kwamba muda wao mwingi waviwekeze kwenye vitu gani. Haya ni aina ya maarifa ambao mwanadamu yeyote anayo ndani ya nafsi na roho yake, lakini anakuwa hawezi kuyafikia kutokana anaishi katika level ya chini kupitia mwili. Anaona vitu vya nje na kutamani na kuenda navyo, na anakuwa moja kwa moja ni mshabiki. Hata ukijaribu kuangalia watu wengi ambao wanaishi katika umaskini wanakuwa katika ushabiki mkubwa, wanakuwa hawajihusishi na wao wenyewe, wanakuwa wanajihusisha na mambo ya watu wengine. Na ndio maana unaweza ukashangaa maskini wengi wanajishughulisha, wanawateta watu wengine, wanawasema watu wengine, wanawashabikia watu wengine kana kwamba wao hawapo duniani. Unakuta kila siku mtu anakaa anamteta mtu anapambana, mtu anamsema vibaya mtu anakuwa anamzomea mtu mwingine anayojaribu kufanya jambo fulani. Ukiona watu wa aina hiyo, ukena kujua wanaishi kama mwili, wamesahau nafsi na roho yao katika kuaccess nguvu kuu ambayo Mungu ameachia ndani yao, ambao ndani yao ndio kuna kujielewa wewe mtu ni nani na vitu gani unaweza kuvifanya. Kwa mimi Dr. Imani Mandoto nakwambia, wakati wote ambapo utakapokuja kwangu mimi ama utakapokwenda kwa mganga yoyote akakwambia kwamba tunataka utoe kafara, ukaena kujua ile kafara inachokwenda kufanya ni kwenda moja kwa moja kwenye roho yako na nafsi yako, kwenda kuibua ile nguvu ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Nguvu hiyo itakavyoibuka, utaanza kujiona katika mwanga tofauti. Utaanza kujiona kumbe wewe sio wa chakula tu na vinywaji, wewe sio wa kufanya vitu hivyo unavyofanya sasa hivi, isipokuwa unatakiwa kumulika kuwa nyota, kuweza kung'aa na kuangazia watu wengine. Ni kama vile jua linapowaka linaangaza dunia nzima, ni kama vile giza linapofika linafika katika
katika giza la dunia nzima. Ndivyo ilivyo hata mwanadamu. Mwanadamu ni kama nyota, anapowaka maana yake anawaangazia watu wote wa dunia hii. Kwa hiyo hata wewe nataka nikwambie kwamba kwa kutoa kafara, inaweza ikawa ni kafara za wanyama, inaweza ikawa ni ngamia, inaweza ikawa ni kondoo, inaweza kuwa ni mbuzi, inaweza kuwa ni ng'ombe, kulingana na huyo mganga uliomwendea na karama yake anayotaka kukuwezesha ili upate kujielewa. Lakini pia kafara hizi zinaashiria kwamba je, unataka kumulika mwanga wa kiwango gani? Unataka kupata mali na utajiri wa kiwango gani? Kwa sababu ieleweke, kuna utajiri wa kijiji, kuna utajiri wa mkoa, kuna utajiri wa nchi na kuna utajiri wa dunia. Hivyo vitu vyote vitaashiria kwamba unataka kufika wapi, kuangazia mpaka wapi, ndio zitaashiria ni kafara za aina gani unazoweza kuzitoa. Na ndio maana wewe unashuhudia pia kafara nyingi za wanyama zinakuwa ni za kuchinja. Kwa nini unachinja? Kwa nini unatoa uhai? Kwa sababu utajiri uko katika roho na nafsi. Utajiri wa mtu haupo katika mwili, utajiri upo katika roho na nafsi, na watu wengi sana wanashindwa kuufikia utajiri huo. Ndio maana tunaweza kuongeza nguvu kwa kuchinja wanyama ili kuweza kuipa nguvu roho yako na nafsi yako, ili kuweza kupeleka mchakato katika akili yako na kuweza kujifanya ujione katika mwanga tofauti. Kuna watu wengi sana wamezuiwa kupata mafanikio kulingana na mitazamo yao, kulingana na kutokutoa kwao, kulingana na kutokuwajali watu wengine. Na ndio maana mimi Dr. Imani Mandoto nataka nikwambie kwamba inawezekana wewe kuwa tajiri, inawezekana wewe kuweza kumiliki mali, inawezekana wewe kumaliza shida zako kupitia nguvu za asili za majini na mizimu. Tukitumia majini na mizimu kwa kafara za kutoa za wanyama, kwa kuchinja wanyama, kwa kuweza kutoa kafara hizo, na kuhakikishia unaweza kuwa mtu mkubwa kwenye biashara, na kuhakikishia unaweza kupata kazi unayohitaji na ukapata cheo cha juu, na kuhakikishia unaweza kuwa mwanasiasa mkubwa, na kuhakikishia unaweza kuwa mwanamichezo mkubwa, ukawa msanii mkubwa, ukaweza kupata umaarufu na ukubwa wote unaohitaji, iwe kwenye biashara, kwenye mali, kwenye kila jambo unalohitaji. Nguvu kuu unayo ndani yako ambayo Mungu ameiachia. Sisi kama waganga tunachofanya ni kukuwezesha wewe kuweza kuaccess nguvu hiyo na kuweza kuingaza dunia na kuweza kufikia katika viwango ambavyo Mungu alivyokuwa amevistahili. Hakuna mtu ambaye ameumbwa na Mungu akaambiwa kwamba aje umba katika umaskini. Ni kukosa maarifa na kukosa watu sahihi wa kuweza kukuongoza, kukuendea katika kuyapata mafanikio. Lakini mimi Dr. Imani Mandoto siku ya leo nakupa elimu kama hizi za asili na jadi, kwa sababu ni mabobea, ni guru katika mambo ya majini na mizimu, kwa lengo la kutaka kukuwezesha, kukwambia ukiamua kubaki kwenye umaskini ni wewe mwenyewe umebaki kwenye umaskini, lakini ukiamua kupambana kuenda kwenye nguvu za utajiri na mali unaweza kuzipata, kwa sababu kila kitu kipo ndani yako. Bingwa tiba asili Afrika Dr. Imani Mandoto, ni kuombe uendelee kusubscribe channel yetu hii, uendelee kushare video zetu kama hizi ili watu waweze kupata elimu. Lakini kama una swali, una jambo lolote, comment hapo na mimi nitakwenda kukufuatilia na nitaweza kukusaidia. Lakini kama unataka kunitafuta kwa jambo lolote lile, mambo yako hayaendi vizuri, biashara zako haziendi vizuri, mapenzi yako hayaendi vizuri, kuna mtu una ahadi naye lakini hakutekelezei mambo yako, wewe ni mfanyabiashara unahangaika lakini unakosa nguvu, nifanyie mawasiliano Dr. Imani Mandoto kwa namba yangu ya simu ya 0655942428. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama.